ikijaa, kila nafasi ikijaa ni 35. Ni 35 kwa sababu hatuna wabunge kwenye kamati kuu tena, hatuna madiwani kwenye kamati kuu tena, na hatuna rais wala rais wa Zanzibar. Mnaelewa ile composition ya kamati kuu ilivyo. Sasa inatakiwa iwe na wajumbe 35 ambao wapo sasa hivi, ambao sasa hivi ni wajumbe wa kamati kuu. Wako 26 nafikiri. Fanyeni mahesabu. Wanawake wako 6, wako 5. Mwenyekiti wa Bazecha, mwenyekiti wa Bawacha, mwenyekiti wa kanda ya kati, hongera sana. Na wajumbe 2 niliowateua mimi, Salma Kasanzu na Rose Mayemba. Sawa sawa. Ukiondoa hao 5, wengine wote ni kina kaka, au nakosea? Kwa hiyo hili tatizo la kuwafeli wanawake la nchi hii linatuhusu na sisi. Linatuhusu na sisi kama chama. Na sisi ambao tunapiga kelele sana, ajabu ni kwamba sijawahi kusikia, labda mnikumbushe kuna mahali mlifanya, sijawahi kusikia watu wakipiga kelele mbona hakuna usawa katika ushiriki hakuna usawa wa kijinsia kwenye vikao vikuu vya chama. Kwa nini tumenyamaza? Kwa nini tumenyamaza? Niambieni. Kwa nini tumenyamaza? Kwa nini tumelinyamazia hili? Kwa tunapozungumza haya, lazima vile vile tujizungumze na sisi. Tusipojizungumza na sisi, hili tatizo hatutalitatua. Nasema uongo? Nimesema na wakwaza, sio? Kwa lazima going forward, lazima tufanye juu yetu sisi wenyewe na masuala yote yanayohusu usawa wa jinsia. Kumbuka nilichokisema. 51% ya wapiga kura wa nchi hii ni wanawake. Inakuaje kwenye chama kikuu cha ukombozi, kwenye chama kikuu cha upinzani ni cha ukombozi, kwa nini uongozi wake wa juu ni Old Boys Club? Tukiogopa huu mjadala na tuzibe midomo yetu juu ya mambo wanayoyafanya CCM, tukiweza kuzungumza ndani mwetu sisi kwa wenyewe, tutakuwa na haki ya kuzungumza nje kwa wengine. Sawa sawa? Si ndivyo yanavyosema maandiko? Toa kwanza boriti kwenye jicho lako ili uone vibanzi kwenye macho ya wengine, au sio? Kwa lazima hii conversation lazima ianze. Itakuwa si sawa sawa kukaa tunasherehekea sikukuu ya kimataifa ya wanawake, halafu ukiangalia line-up yetu inatusuta. Tunaelewana jamani? Sasa naomba niendelee. Nilisema mnisamehe kama
nimewakwaza. Nataka mniruhusu niendelee. Nilikuwa nasema kwa ripoti ya hali ya kijinsia ya nchi hii, hata kwenye malipo ya mishahara kwa kazi tunazozifanya, malipo ya mishahara kwenye ajira zetu yanabagua wanawake. Taarifa hii inasema wastani wa mishahara wanaolipwa wanawake katika maeneo ya vijijini, kwenye ajira, wanawake wanalipwa wastani wa shilingi 390,000 kwa mwezi. Wanaume wanalipwa kwa wastani shilingi 416,000 kwa mwezi. Kwenye miji mikuu kama Dar es Salaam, wastani wa mishahara wanaolipwa wanawake ni shilingi 528,000 kwa mwezi. Kwa wanaume ni shilingi 580,000. Nchi hii kuna umaskini mkubwa sana. CCM imetufukarisha sana, unakosea. CCM imetuchakaza kwa umaskini. Sasa hata kwenye umaskini wanatubagua. Familia zinazoongozwa na wanawake, women headed households, ni maskini zaidi kuliko familia zinazoongozwa na wababa. Familia zinazoongozwa na wanawake zenye umaskini mkubwa ni 20.3%, zinazoongozwa na wababa ni 14% tu. Hiyo ni kwenye maeneo ya mijini. Hata kwenye kifo tunabaguliwa. Si huwa tunaimbiana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kila roho itaonja mauti, sio? Hiyo ni kweli, lakini nani anayetangulia? Hiyo sio nani, hakuna usawa. Sawa, hakuna usawa katika wanaotangulia kufa, hakuna usawa kwa sababu wanazokufa. Wanawake wanaokufa wakati wanajifungua, kwa kila watoto 1,000 wanaozaliwa, maternal mortality, hao watoto kina mama wanaokufa kwa kila wanapojifungua, kwa kila wanawake 1,000 wanaojifungua, wamama 19 wanakufa wakati wanajifungua. Kuna wababa wanakufa kwa pressure wakati mama anajifungua. Kwa hiyo kwenye vifo vinavyotokana na kuleta uhai duniani vinawahusu zaidi wanawake wetu, na hili ni tatizo la ukosefu wa huduma za afya. Ndio yale maneno ya mkuu wa mkoa kwamba kama huwezi ukamlipia mkeo, ajifungulie wapi? Ajifungulie nyumbani. Ni maneno ambayo ni wanaume tu wanaweza wakayazungumza. Mwanamke atazungumza maneno ya aina hiyo? Mwanamke atazungumza maneno ya aina hiyo? Kwamba kama huna hela jifungulie nyumbani? Kwa hiyo ndugu zangu, kwa ushahidi huu nimesema hii ni ripoti ya Umoja wa Mataifa na ya serikali ya huyu mama. Kwa ushahidi huu, nani anayebisha hapa kwamba serikali hii na nchi hii haijawafeli wanawake? Nani anayeweza kubisha? Kwa hiyo katiba imewafeli wanawake kwenye uongozi, na mfumo wetu wa utawala na katiba yake na serikali yake na taasisi zake zimewafeli wanawake mahali pengine nje ya uongozi. Nani anayebisha?
Sasa kama hali ndiyo hiyo, kama hali ni kwamba tukiendelea na utaratibu huu wanawake hamtakaa mpate haki, kuna anayebisha? Tukiendelea na utaratibu huu wanawake wangapi watakao toboa? Tukiendelea na utaratibu huu wanawake wataendelea kubaguliwa katika nyanja zote. Sasa kitu cha kwanza katika kutatua matatizo makubwa kama haya ni siasa, ni mifumo ya siasa. Haya matokeo nayoyazungumza haya ni matokeo ya mfumo wa kisiasa, matokeo ya mfumo wa kiutawala, matokeo ya mfumo wa kikatiba. Kwa sababu kama hakuna dawa mahospitalini ni kwa sababu ya siasa. Kama hakuna hela za kusomesha watoto wa kike ni kwa sababu ya siasa. Kama wanawake wanakufa wakati wanajifungua ni kwa sababu ya siasa. Sio Bwana ametoa, Bwana ametwaa na jina lake lihimidiwe. Ni kwa sababu serikali haijali. Kwa hiyo mahali pa kuanzia ni siasa. Tuangalie siasa zetu, tuangalie siasa za nchi hii, tuangalie mifumo yetu ya kisiasa na mifumo yetu ya kiutawala, tuangalie katiba, tuangalie chaguzi zetu. Kwa sababu hii mifumo ya kisiasa tukibadilisha, tutakuwa na uwezo wa kubadilisha hii hali ambayo nimeizungumza. Kwa hiyo tuangalie sasa siasa zetu katika nchi yetu. Namna pekee halali ya kubadilisha siasa ni chaguzi. Ni kwa kufanya nini? Kwa kufanya chaguzi. Kuna namna nyingine? Kuchukua silaha na kwenda porini inaruhusiwa? Inaruhusiwa. Namna inayoruhusiwa kubadilisha serikali kwa utaratibu wa nchi hii wa kikatiba ni uchaguzi. Kama hiyo ndio namna pekee inayoruhusiwa, then swala la mfumo wa uchaguzi ukoje ni swala la msingi kweli kweli. Tunachaguanaje ni swala la msingi kuliko swala lingine lolote, kwa sababu ndilo linalotuonyesha kama kuna uwezekano wa kubadilisha siasa za nchi hii, wa kubadilisha uongozi wa nchi hii. Sasa mfumo wetu wa uchaguzi ukoje? Unatuwezesha kubadilisha uongozi? Unatuwezesha kubadilisha siasa za nchi hii? Mfumo wetu wa uchaguzi ukoje? Mfumo wetu wa uchaguzi wa nchi hii, namba moja, ni mfumo unaodhibitiwa chini mpaka juu na mama. Si ndio rais? Tume yote ni ya kwake, anaiteua mwenyewe kwa mapenzi yake, na wanafanya kazi kwa mapenzi yake. Wasimamizi wa uchaguzi wote ni watu wake. Sheria ya zamani ilikuwa inasema lazima wawe wakurugenzi wa halmashauri. Sheria ya sasa inasema lazima wawe watumishi waandamizi wa umma. Watumishi wote wa umma wa nchi hii aidha ni wateule wa mama wa moja kwa moja, na wale ambao hajawateua yeye
Katiba yetu inasema wanafanya kazi kwa niaba yake na kwa maelekezo yake, na yeye ndio mwenye mamlaka ya mwisho ya ajira zao. Kwa wanaosimamia mfumo wetu wa uchaguzi nje ya tume ya hao watu 7 wanaounda tume ya uchaguzi, wengine wote ni watu wa mama. Wanaolinda chaguzi na hawalindi chochote, wanaleta kura za wizi, ni mapolisi, ni watu wa mama. Usalama wa taifa ni watu wa mama. JW ni watu wa mama. Na walimu, yeyote yule anayeshiriki kwenye uchaguzi huu kama msimamizi ni mtu wa mama. Na kwa sababu ni wa mama, ni wa CCM. Ni wa CCM. Kwa sababu mama ni mwenyekiti wa CCM, kama ilivyokuwa kwa yule anayesema kazi yake iendelee, kama ilivyokuwa kwa Kikwete, kwa Mkapa, kwa Mwinyi, kwa Nyerere. Tume ya uchaguzi, mfumo wetu wote wa uchaguzi ni mfumo wa CCM. Sasa tuulizane, kwenye huo mfumo wa CCM tunatoboa? Tunatoboa? Hatuwezi tukatoboa. Na ukitaka kujua kwa nini hatutoboi, nataka twende kwenye takwimu tena. Manake huwa tunapuuza takwimu. Habari yote iko kwenye namba. Iko hivi: mara ya mwisho tulifanya uchaguzi, unaweza kuita uchaguzi, mwaka 2015. 2014 14 uchaguzi wa mitaa na vijiji, 15 uchaguzi mkuu. 14 unaweza ukasema kwamba tulienda kwenye uchaguzi wa kweli. Kulikuwa na competition, kulikuwa na ushindani. Kitu gani kilitokea miaka 10 iliyopita? Takwimu zinasemaje? Takwimu zinasema hivi: kwenye uchaguzi wa 2014 wa vijiji, CCM ilishinda kwenye vijiji 9378 kati ya vijiji 12,260. Ilishinda 79.81 ya vijiji. Kwenye mitaa, nazungumza miaka 11 iliyopita, ndugu waheshimiwa, kwenye mitaa CCM ilishinda mitaa 2583, 66.66 ya mitaa yote nchi hii. Sisi wa Chadema kwenye uchaguzi huo miaka 11 iliyopita tulishinda vijiji 1754, 15% ya vijiji vyote. Tulishinda mitaa 980, 25.29 ya mitaa yote nchini. Hii ni miaka 11 iliyopita. Uchaguzi uliofuata 2019 ulikuwaje? Nataka niwape takwimu.
uchaguzi wa 2019. Kwenye uchaguzi huo CCM kwenye vijiji, CCM ilipata vijiji 12,150, sawa na 99.01. Kumbuka walikuwa na asilimia ngapi miaka mitano kabla? Walikuwa na asilimia 79.81. Miaka mitano baadaye wakafikisha asilimia 99.01 ya vijiji vyote. Kwenye mitaa 2019 CCM ilipata mitaa 4,263. Kati ya mitaa 4,263 walipata asilimia 100 ya mitaa yote. Mnanielewa? Sisi tuliokuwa tumepata asilimia 25 miaka mitano kabla tulipata 0. Hiyo ni 2019. Mwaka jana ilikuwaje? Takwimu zinasemaje? Takwimu za mwaka jana zinasema, kwamba, ngoja nizitafute nisije nikakosea, kwa sababu ni muhimu kuyapatia haya maswala. Takwimu za mwaka jana kwenye vijiji, takwimu za mwaka jana zinasema hizo nilizozisema za 2019 ni za mwaka jana, samahani. Vijiji 12,150 kati ya vijiji 12,271, asilimia 99.01 ya vijiji vyote mwaka jana. Sisi wa Chadema tuliokuwa na vijiji 1754 2014, mwaka jana tulikuwa na vijiji 97, asilimia 0.79. Kwenye mitaa CCM ilipata mitaa 4,213 kati ya mitaa 4,264, asilimia 98.83. Sisi Chadema tulipata mitaa 36 nchi nzima, asilimia 0.84. Tulikuwa na asilimia 25.29 2014. Sasa twendeni kwenye ubunge. Turudi tena kwenye uchaguzi mkuu. Kwenye uchaguzi mkuu 2015, miaka 10 iliyopita, kwenye uchaguzi wa 2015 CCM ilishinda majimbo 195 kati ya majimbo 264, sawa na asilimia 73.86 ya majimbo yote. Chadema tulishinda majimbo 35, sawa na asilimia 13.26. CUF walishinda majimbo 32, NCCR jimbo moja. Jumla ya kura ya wabunge waliochaguliwa wa upinzani 2015 ilikuwa wabunge 35 wa Chadema, jumlisha 32 wa CUF, jumlisha 1 wa NCCR Mageuzi, jumla wabunge 68 wa majimbo. Kwenye uchaguzi mkuu wa 2020 wabunge wa upinzani walitoka kwenye majimbo 8 tu, na sisi tuliokuwa na wabunge 35
tukapewa mbunge mmoja. Kuna siku nilisema tulimpewa, watu wakapiga kelele sana. Niambieni ilikuwaje? Tuzungumze ukweli tu. Na hii wala sio kumvunjia heshima dada Aida. Ni kwamba mfumo wetu wa uchaguzi ndio unaoamua upewe ngapi. Sio wananchi. Sio kura ya wananchi. Wanaoamua ni wanaohesabu kura na wanaotangaza matokeo, sio wanaopiga kura. Sasa ndugu zangu, huo ndio mfumo wetu wa uchaguzi. Mfumo huu wa uchaguzi mwaka 91, kabla Chadema haijaanzishwa, tume ya rais ya vyama vingi au chama kimoja, tume ya Jaji Mkuu Francis Nyalali, ilisema mfumo huu haufai kwa sababu ni mfumo wa CCM. Na hayo maneno yamerudiwa na tume nyingine zilizoanzishwa na marais wa CCM na wenye viti wa CCM, na ya mwisho kabisa ilikuwa tume ya Warioba. Walisema mfumo huu haufai. Na tume ya Warioba ikasema mfumo huu haufai kwa sababu nyingine, umewafeli wanawake. Ndio maana ya mapendekezo ya rasimu ya Warioba kwamba wabunge, inabidi niyasome haya maneno ya Warioba ili niwape sababu ya kuacha kuota ndoto za kwenda kugombea kwenye mfumo huu. Twende tukapigane, tuubadilishe tukiwa na kauli moja. Kwenye ibara ya 113 ya rasimu ya Warioba kuhusiana na usawa wa jinsia, Warioba alipendekeza yafuatayo: katika kila jimbo la uchaguzi kutakuwa na nafasi 2 za ubunge, moja kwa ajili ya mwanamke na moja kwa ajili ya mwanamume. Na ibara ndogo ya 4 ikasema wabunge hao kutoka kila jimbo la uchaguzi watapatikana kwa kupigiwa kura na wananchi wa majimbo yao. Kwa hiyo hata hiyo tume ya Warioba waliona, na kwenye bango kitita, mnanikumbusha mambo ya miaka 10 na ngapi iliyopita, nimekuja nalo kwa sababu mimi huwa sipendi kuzungumza bila ushahidi. Kwenye hili bango kitita hili walilozungumzia kwa nini wamependekeza hivyo, wanasema tunapendekeza wabunge wawili, mwanamke na mwanamume, ili kuleta usawa wa kijinsia katika uwakilishi bungeni. Sasa tunaendaje? Kwa sababu mimi nilidhani tumeelewana, lakini naelekea hatujaelewana. Mwaka jana, kabla sijawa mwenyekiti wa chama, tulikaa kwenye kamati kuu tarehe 2 Desemba na tarehe 3. Siku 2 kabla nilikuwa nimetoka kumzika George Juma Mohamed, mume wa dada Neema. Amepigwa risasi 4 ili asigombee wenyekiti wa kitongoji. Risasi 4.
mbele ya mkewe, mbele ya watoto wake. Kwa tarehe siku 2-3 zilizofuata tukakaa kwenye kamati kuu. Mwenyekiti Mheshimiwa Mbowe, mwenyekiti wetu, Sharifa Mohamed, mwenyekiti wetu wa Bawacha, ulikuwepo. Wenje alikuwepo, Sugu alikuwepo, mimi nilikuwepo, nani nimemwona Boniai hapa alikuwepo. Tulikuwepo wote tukazungumza. Nimemwona mahali John Pambalu, si alikuwepo hapa? John Pambalu alikuwepo. Tukasema jamani, kwa utaratibu huu tunaendaje mbele? Tukasema kamati kuu, chaguzi za nchi hii kwa mazingira haya haziwezekani tena. Jukumu letu ni kupambana, kuongoza mapambano, tubadili mfumo wa uchaguzi. Ndio ikazaliwa kauli mbiu ya no reform, no election. Leo mjumbe wa kamati kuu anasimama anasema huu msimamo ni wa mwenyekiti maana yake mwenyekiti wa sasa. Leo mjumbe wa kamati kuu anasimama na kusema mwenyekiti anazungumza huu ni udikteta uchwara. Tumetoka kwenye kamati kuu ya mwenyekiti Mbowe, tukaenda kwenye baraza kuu tarehe 20 Januari. Baraza kuu likaitikia. Tukatoka kwenye baraza kuu tukaenda kwenye mkutano mkuu wa chama tarehe 21. Mwenyekiti wa mkutano mkuu, mwenyekiti wa chama Freeman Aikaeli Mbowe, kamati kuu mkutano mkuu wa chama taifa ukasema no reform, no election. Mimi nikachaguliwa kesho yake. Unakuaje ni msimamo wa Tundu Lissu? Unakuaje ni udikteta uchwara? Mwenyekiti akisimama na kusema jamani, tuna maagizo ya mkutano mkuu wa taifa kwenda kuongoza vita ya kubadilisha mfumo wa uchaguzi wa nchi hii. Sasa huo ndio msimamo wa chama. Na huo ni msimamo sahihi wa chama hiki. Huo ni msimamo sahihi wa chama hiki. Kama ni ushahidi, tunahitaji ushahidi wa aina gani kwamba chaguzi sasa haziwezekani? Kwamba sasa tukienda kwenye chaguzi tunaenda kutoa watoto wetu na kaka zetu na ndugu zetu, tunaenda kuwatoa kafara. Mnataka tuendelee kutolewa makafara mpaka lini? Kama ni sawasawa twende kwenye uchaguzi, maana yake ni sawasawa yaliyomtokea nani marehemu George Juma Mohamed Manyoni. Hiyo ndio sawasawa. Kwa hiyo ndugu zangu, tuelezane ukweli. Njia pekee iliyobaki ili tuwe na chaguzi za kweli nchi hii ni njia ya no reform, no election.
Ngojeni waambieni. Asanteni. Asanteni. Iko hivi ndugu zangu. Iko hivi niwaambieni. Iko hivi niwaambieni. Mnanielewa? Hivi nani anayeweza kusema mimi naogopa uchaguzi? Mimi niligombea ubunge na miaka 27, nimetoka chuoni mwaka jana. Mwaka 95. Nimegombea ubunge nikachaguliwa mara 2. Kama ni utamu wa ubunge na ufahamu. Kwa ninaposema na nimegombea na urais vile vile. Na mpaka leo hawajatangaza matokeo ya urais. Mkaangalie. Kwa swala la kwamba naogopa uchaguzi, mimi kuna mtu anayependa bunge kama mimi? Sasa hivi haiwezekani tena. Wale wanaofikiria kwamba twende tu pengine tutengeneze mazingira mazuri ya chaguzi, ili twende kwenye chaguzi tukijua tukipigiwa kura za watu wetu zitahesabiwa na zitahesabika. Sasa hivi haiwezekani. Mnanielewa? Kama ni swala la kuwa na haraka ya kwenda bungeni, mimi ndio napaswa niwe na haraka. Mimi na miaka 57. Mnanielewa? Tusipoenda kwenye uchaguzi tukapigania mabadiliko, muathirika wa kwanza mimi na miaka 57. Tunapigana kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya nyie mlio na miaka 20 na 30 na ngapi. Kwa tafadhalini tuache mambo madogo. Tuache mambo madogo. Twende kwenye hoja za msingi. Tukapiganie mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi, tukapiganie mabadiliko ya kikatiba. Tunaelewana? Na tukipigana sawa sawa, sisi ni jeshi kubwa sana. Sisi ni jeshi kubwa kweli kweli. Nchi inatuunga mkono. In fact, ukiangalia vizuri, wanaohangaika zaidi na hii habari ya no reform no election ni wanachama wetu kweli. Kwa hiyo naomba nimalizie ndugu zangu. Nimalizie nilikoanzia, kwamba leo, kwenye siku ya leo, kwenye siku ya kuadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake duniani, sisi wanawake wa Chadema na sisi wanaume wa Chadema, kwa kutambua yote haya ambayo nimeyasema, leo iwe ni siku ya kujiweka sawa, ya kujiandaa na mapambano yanayokuja. Ya tuwekane sawa. Ninapenda wote, kama inawezekana, wote muende bungeni, muende kwenye halmashauri. Kwa sasa hivi haiwezekani. Twende mbele tukiwa kitu kimoja. Twende mbele tukiwa kitu kimoja. Tukashinde pamoja. Tukienda pamoja tutashinda. Tutabamizwa sana, ni kweli. Hiyo ni kweli, wala nisiwadanganye. Lakini kwani njia ya ukombozi huwa haipitii Golgotha? Tangu lini haijawahi kuwa njia ya miiba? Kwa lazima
tutabamizwa, tutaumizwa, tutafanya nini, lakini tukiwa kitu kimoja tutapata mabadiliko tunayoyataka. Kwa ndugu zangu, nilisema kama nimewakwaza mnisamehe. Mheshimiwa Mwenyekiti, na kushukuru kwa mara nyingine tena kwa mwaliko, na wapongezeni kwa sherehe zilizofana za siku ya wanawake duniani. Na mimi niongeze senti 10 zangu kwa wito wa katibu mkuu wetu John Mnyika. Tukamnyang'anye huyo mama ile tuzo tuliompa miaka mingapi iliyopita. Mwenyekiti, namalizia.